Tuombe. Mtakatifu unaishi milele, tunakuja tena mbele zako katika hali ya kunyenyekea, katika hali ya kicho na katika hali ya kukupenda, tukiwa tunajua kwamba wewe ni Mungu wetu, na tunajizoeza fahamu zetu kukaa karibu na wewe, kukutafakari wewe, kukusikia wewe na kuijua sauti yako. Tunaomba jioni leo tena tukuruhusu kuwa tayari kusema nasi, ili kwamba fahamu zetu na imani yetu zijengwe juu ya neno lako, wala si kwenye hekima ya wanadamu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atupe akili za kimungu zinazoweza kutusaidia kufahamu mambo ya rohoni, atutilie nia itokayo kwako inaweza kutusaidia kutengenezwa upya na kufanywa upya kwa namna ya kimungu. Na mimi naomba ninyenyekee mbele zako, nisaidie kuweza kusema na kanisa kweli yako na iliyo kweli yako tu. Nipate neema machoni pako, nipate usemi wa kusema na watu wako kama inipatavyo kunena. Ninaomba nafasi iwe ni yako, na mimi nipate kuwa ni chombo tu mbele zako. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Haleluya kanisa. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaendelea kuongea mambo ya husuyo kurudi kwenye misingi, kurudi tena kwenye misingi. Na kuna mambo, kabla sijaenda kwenye mstari niosema nitasoma leo, kuna mambo niendelee kuyasema katika ile orodha ya misingi kwa neema ya wazee waliokuwa nayo waliweka. Jambo lingine, wale wazee kwa neema Mungu aliyowapa waliweka, wazee wa kanisa la kwanza waliweka ulazima wa kanisa kukutanika kila siku kwa ibada. Haleluya. Na waliweka msingi ya watu kutoishi bila mikusanyiko ya ibada. Yaani hakuna muamini ana sababu ya kutokuwepo kwenye ibada. Kanisa la kwanza lilijengwa hivyo. Watu wote walikuwa na kwenda kwenye ibada, na ibada zilikuwa za kila siku. Kila siku walikuwa na ibada kwenye nyumba zao, kwa sababu hawakuwa na viwanja vilivyogawiwa na serikali vya kujenga makanisa kama sisi miaka hii. Hawakuwa na usajili kwamba wana madhehebu yaliyosajiliwa, hawakuwa nayo. Haleluya. Waliitwa tu wanafunzi, na waliishi hivyo kwa sababu kwanza hata mfumo wa tawala zilizokuwepo ulikuwa hauwakubali. Hata hivyo, Bwana Yesu asifiwe sana, walikuwa hawakubaliki, lakini walikuwa na utaratibu kuanzia katika nyumba zile za Yerusalemu mpaka walipoanza kuenea katika nchi za mataifa. Bado utaratibu ule ule ulikuwepo, na ibada, makanisa yao yalikutana kwenye nyumba zao. Soma katika kitabu cha Warumi sura 16 yote, utaona Paulo anapokuwa anatuma salamu, anatuma kwa watu kadha wa kadha, na baadhi yao anasema lisalimwe na kanisa lililomo nyumbani mwao. Usipoangalia vizuri utadhani anaongelea familia zao. Anazungumza mahali makanisa yanakokutania. Haleluya. Mahali wale watu waamini wanapokutanika kwa ajili ya ibada. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo kulikuwa na ulazima wa watu kila siku kukusanyika kwenye ibada. Ndipo mwandishi wa kitabu cha Waebrania akasema katika ile sura ya 12 na mstari wa 10 na ngapi? Ngoja niangalie mara moja haraka. Sura ya 12 Waebrania
Sio 12, ni 10. 10:25. Sio 12, ni 10. Waebrania 10:25 unaanza mstari wa 23 mpaka 25. Na tulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi. Sema sisi kwa. Tukaangaliane sisi kwa sisi katika upendo na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Siku hizi kuna watu wameanzisha elimu inayosema kama mtu aliokoka mwenyewe, kwani anataka kufuatilia kwa sababu gani? Si yeye mwenyewe alikuja kwa Yesu, kwani asisimame mwenyewe? Haleluya. Wakati anayesema huyo naye kuna maeneo akijisikia mpweke sana anasema hawaniangalii. Mimi wana wasikilizaga. Siku mambo yamemkalia vizuri, mtu umeokoka mwenyewe, unataka mpaka wanakufuatilia. Baadaye naye mambo yakimpata, ana miaka 25 kwenye wokovu. Nilikuwa peke yangu, kanisa halina upendo. Sikuwaona wachungaji wala wazee wa kanisa. Sasa wewe ulisema kila mtu asimame. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio wewe ulikuwa unasema kila mtu asimame? Sasa unaanza kusema tena hujaona wachungaji. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Maandiko anasema tukaangaliane sisi kwa sisi. Halafu linalofuata lina maana sana. Na kuhimizana. Sema kuhimizana. Yaani sikuoni kanisani na kuhimiza. Sikuoni kwenye huduma na kuhimiza. Halafu siku hizi watu wengine wameanzisha elimu inayosema tusifuatiliane maisha. Mlishawasikia wengine? Na mmoja nimeona kwenye mtandao juzi, tusifuatiliane tunavyovaa. Nilimwona mmoja ameandika kwenye mtandao. Haleluya. Biblia inasema tuhimizane. Hii ndio misingi wazee wale walijenga kwenye kanisa. Hakuna mtu aliachwa. Haleluya. Hakuna mtu aliachwa. Hakuna mtu aliruhusiwa kutembea kilegevu. Na kanisa halikukubalia mtu alegee. Kanisa halikumwacha mtu aishi amelegea. Kaanza kulegea tu kanisa ndio kufuata. Haleluya. Watu wanakufuata. Watu wanakuja kukuhimiza. Ndio misingi walijenga wale wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Siku hizi tumeanzisha ile ya Kaini, kwani mimi mlinzi wa ndugu yangu. Ile sera ya Kaini. Kwani mimi mlinzi, ndugu yako yuko wapi? Kwani mimi mlinzi. Ndio tumeanzisha kanisani siku hizi. Na mimi niwaambia jambo moja juzi, nikwambia tulikuwa kwenye kipindi cha Sunday School, sijui ilikuwa ni nini? Oh Lord, nachanganyaga mambo. Nilikuwa Arusha. Haleluya. Nilikuwa Arusha wakati wa Pasaka. Niliwaambia watu usipokuwa mlinzi wa ndugu yako, utakuwa muuaji wa ndugu yako. Haleluya. Haleluya. Ndio principle ya Kaini. Ukishaanza kuwa na moyo wa Kaini, mimi si mlinzi wa ndugu yangu, utageuka kuwa muuaji wa ndugu. Ndicho kinachotokea. Wote wanaosema mimi si mlinzi wa ndugu yangu ndio wanaoua Wakristo wengine. Kiroho ndio wanaokwaza, maana hawajali kitakachompata. Hajali atakachosema kitamsababisha nini mtu kwenye moyo. Haleluya. Hajali mwenendo wako utakavyokuwa, wengine utawaumizaje. Hajali. Kwa hiyo usipokuwa mlinzi wa ndugu yako, utakuwa muuaji wa ndugu yako. Ndio Kaini. Kaini anasema mimi sio mlinzi, na kwa sababu sio mlinzi amemuua. Haleluya. Sio mlinzi wa ndugu yake, amemuua ndugu yake. Maana usipokuwa mlinzi wa ndugu yako, utakuwa muuaji wa ndugu yako. Nilisema Arusha, nilisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipokuwa mlinzi wa ndugu yako, utakuwa muuaji wa ndugu yako. Na wengi wasiokuwa na hiyo roho ya kuwa walinzi wa ndugu wanaishi vyovyote. Niwahi kufundisha semina moja miaka fulani kule nyuma, inaitwa jinsi ya kuishi kanisani. Watu ambao hawana sense ya kuwa walinzi wa wengine,
wanaishi kanisani bila utaratibu, wanafanya vitu ambavyo wengine wakiviga, Wakristo wachanga, wengine wanaacha wokovu, wengine wanaacha huduma, wengine wanajikazika, wengine wana roho mbaya, na wao hawajali, kwa sababu wao shughuli yao ni kuua wenzao. Haleluya. Wamepoteza sensi ya kulinda ndugu zao, wanasema vyovyote, wanatenda vyovyote, wanatumika vyovyote. Kwa hiyo wanaua badala ya kujenga. Huwezi kuacha kuwa mlinzi ukaepuka kuwa muuaji. Tunakwenda pamoja? Haleluya. Huwezi kuacha kuwa mlinzi ukaepuka kuwa muuaji. Kaini aliacha kuwa mlinzi akawa muuaji. Na aliyemuua nani? Ndugu yake. Maana amesema mimi silindi ndugu yangu, mimi sina kazi ya kulinda ndugu yangu. Kwa hiyo basi unaua. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa kanisa la kwanza lilijengwa kwenye misingi ya kila mtu kuwa mlinzi wa ndugu yake. Nakwenda pamoja? Turudi kwenye misingi. Kanisa lirudi kwenye misingi. Haleluya. Kanisa la kwanza halikuwa na jambo linaitwa shauri yake, atajijua mwenyewe. Kanisa la kwanza halikuwa na sera hiyo. Hii imekuja sasa hivi. Wabomoaji wameingiza, wamebomoa msingi wa maana, wakajenga mwingine unaosema shauri yake atajijua mwenyewe. Kanisa la kwanza halikujenga huo msingi. Jina la Yesu libarikiwe. Msingi ulipobomoka ndio hayo mambo yakatokea. Walisema tukahimizane kwa kazi njema. Tukahimizane. Unajua maana ya kuhimizana? Lazima mtu anadhamiria kwamba siwezi kuendelea mbele na mwenzangu nikamwacha nyuma, kwa jambo lolote liwe la kihuduma au la kiibada au la kimaadili. Haleluya. Na kuna sera wamejenga nao wasiotaka kuhimizwa. Msinifate fate, tusifatane fuatane. Haleluya. Niliamua mwenyewe nikaokoka mwenyewe, tusifatane fatane. Hao wametunga Biblia ya kwao. Biblia haina tusifatane fatane. Biblia ya Yesu haina tusifatane fatane. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unafanya vibaya, tunakwambia umefanya vibaya, jirekebishe hapa. Unaacha ibada, tunakutafuta kwa nini wewe umeacha ibada. Haleluya. Unafanya huduma isivyotakiwa, tunakwambia kwa nini unafanya huduma isivyotakiwa. Jina la Yesu libarikiwe. Huo utaratibu wa tusifatane fatane umezaliwa katikati baada ya misingi kubomoka. Misingi ilibomoka na tunajenga yaliyobomoka. Tunajenga yaliyobomoka. Mstari wa 25 akasema, wala tusiache kukusanyika pamoja. Tusifanyeje? Ndio utaratibu wa kanisa la kwanza ulijengwa hivyo. Kukusanyika ilikuwa ni jambo la lazima. Na nimekuambia ilikuwa ni shughuli ya kila siku, wala sio zimekuwa nyingi. Kila siku tunafuruliza. Tutafanya mambo yetu lini? Kuna watu wanasema tutafanya mambo yetu yapi? Sijui ibada za kwao zilikuwa zinaanza saa ngapi. Nadhani zilikuwa zinaanza saa 9. Kulikuwa na kitu wanaita saa 9, saa ya kusali. Haleluya. Naamini zilikuwa zinaanza saa 9, saa ya kusali. Wengine hapa zinaanza saa 10, kuna wengine zinaanza saa 11, kuna wengine zinaanza saa 2 usiku kwenda saa 2 jioni kwenda saa 2 usiku. Haleluya. Sasa we mambo umeshindwa, mambo yako
ulioshindwa kufanya asubuhi mpaka saa 12, unasema kwa sababu kuna ibada saa 12 mpaka saa 2, halafu ni ya kila siku, unashindwa kufanya mambo yako. Yaani wewe yote ya kuanza asubuhi mpaka saa 12 uliasubirishwa ufanye saa 1, saa 12 na saa 1 na saa 2. Tuangalia pamoja. Kama hii ya saa 10 kwenda saa 12, yaani ulioshindwa kufanya saa 12 za alfajiri mpaka saa 10, unasema nikija kanisani kila siku naacha kufanya mambo yangu ambayo wewe umeacha kufanya tangu asubuhi. Yote umeyasubirisha saa 10 tu kwa sababu kuna ibada. Haleluya. Yote anangoja saa 10 kwa sababu tu wamesema saa 10 kuna ibada. Mambo yetu tutafanya lini? Yapi? Ambao hamwezi kuyafanya saa 8 wala saa 7 wala saa 6. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Walijenga misingi hiyo. Watu kila siku wakusanyika. Na kusanyika sio haraka haraka. Mambo matatu yote yanafanyika kwenye ibada moja. Jambo la hapo sijasema nyimbo. Sijaongelea nyimbo. Nyimbo zilikuwemo lakini hizo hawakuziandika. Mafundisho. Mafundisho sio ya nusu saa. Ni mafundisho. Haleluya. Kunapita mafundisho. Kisha pita mafundisho, kunakuja kumega mkate ambao sisi tunaita siku hizi meza ya Bwana. Kila ibada ilikuwa nayo. Kipita kumega mkate, inakuja maombi. Sio maombi ya kurashia nusu saa, maombi. Kila siku kuna maombi, kuna kumega mkate na kuna mafundisho kwenye hiyo ibada. Unafikiri hayo ni masaa mangapi? Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Wanakusanyika, wanapokea mafundisho, wanamega mkate na wanaomba. Kwa ukisikia wanasema mbona Mungu haonekani siku hizi kama kanisa la kwanza? Jiulize pia, mbona kanisa la siku hizi halikai mbele za Mungu kwa muda wa kutosha kama kanisa la kwanza? Haleluya. Mbona kanisa la siku hizi halijifunzi neno kama kanisa la kwanza? Ndio ukimaliza hivyo ndio useme mbona Mungu haonekani kwenye kanisa la siku hizi kama kanisa la kwanza. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Walijenga misingi hiyo kwa neema waliopewa. Kanisa lijengwa kwenye hiyo misingi. Watu walikusanyika kila siku. Watu waliabudu Mungu kwa pamoja, wacha ile ya mtu binafsi, kwa pamoja kila siku. Walienda kwenye ibada ya pamoja kila siku. Haleluya. Lakini pia kanisa lijengwa kwenye kukemea kila kitu kinachofanana na upotoshaji wa fundisho la msingi wa kanisa. Ilikuwa haifumbiwi macho. Haleluya, watu wa Mungu. Ilikuwa haifumbiwi macho. Anasema usome nyaraka zote za Paulo, sina mistari ya kunukuu maana ni mingi. Haleluya. Anawaambia Wagalatia, ninyi baada ya kumjua Mungu, nazidi sana kumjua Mungu, kwa nini sasa mnaendelea kujitia kwenye mafundisho manyonge ya vyakula na siku na nini? Haleluya. Anawaambia Wagalatia, nani aliwaroga? Mlianza rohoni? Ndamu hili. Alikuwa anazungumza wanaoingiza mafundisho mageni. Na wakati mwingine anasema mtu asipofundisha haya ninayofundisha alaaniwe. Walikuwa nakemea kwa nguvu fundisho lolote lisilopatana na imani ya misingi ya Yesu Kristo.
Haleluya. Iliyolijenga kanisa, misingi iliyolijenga kanisa ilikemewa kwa nguvu na walikuwa wakali kwenye hilo. Haleluya. Mtu akianza kufundisha vitu vya ovyo ovyo alaaniwe. Petro alijaribu kulegea, anataka kuleta mambo yale mafundisho ya zamani ya mataifa hawali pamoja na Wayahudi. Mwenzake, mtume mwenzie, alimkemea mbele ya uso wake, uso kwa uso. Wacha unafiki. Haleluya. We ni mtume, acha unafiki. Anasema Kefa nalimkemea mbele ya uso wake. Alipoona watu wa mataifa anakula nao, walipokuja wa Yerusalemu akaanza kujitenga, nikamkemea uso kwa uso. Haleluya. Yohana aliandika akasema, mtu akija kwenu naye haleti mafundisho haya, msimkaribishe nyumbani kwenu wala msimpe salamu. Yaani maana yake msimpe nafasi hata kumsikiliza. Yaani akishaanza kitu tu mkaona kinaenda nje, msimsikilize, msimpe hata fursa ya kusikiliza mtu aina hiyo. Haleluya. Akasema yeye ampaye salamu anazishiriki kazi zake mbovu. Haleluya. Kusoma nyaraka za Paulo kwa Timotheo, anamwambia mengi juu ya hayo. Haleluya. Kuna wengine waambia hao wakatae, na wengine wasema uwakemee mbele za wote. Kuna baadhi ya watu Paulo anamwambia hawa uwakemee mbele za wote. Haleluya. Kuna wengine wanamwambia uwakatae. Watu wanaanza hadithi vya kizee, vya kimila, vya kinini na nini, visivyo vya neno la Mungu. Kemea na uwakatae. Jina la Yesu libarikiwe. Kemea na uwakatae. Kina Himeneo na Filipo wanaanza mijadala, Yesu alishakuja, kiama imeshakuwepo, kemea, fukuza. Haleluya. Maneno yao naenea kama donda ndugu, yataambukiza watu. Wakishaanza hayo yataenea kama donda ndugu. Donda ndugu ni kansa ya ngozi kwa lugha ya siku hizi. Inatembea, inaanza kidogo, isipodhibitiwa kansa inatembea. Zamani waliita donda ndugu, lakini ndio inaitwa kansa ya ngozi. Haleluya. Ukiruhusi kaanza usidhibiti, utakata mguu. Mmenielewa vizuri? Donda ndugu likianza mkaliacha likaendelea kuenea, mtakata mguu. Halina mzaha lile. Mkiona maneno hayaendani na neno la Mungu, watu wanasikiliza, umesikia, nimesikia, imekuwaje. Kemea kwa nguvu. Hayo yataua kanisa. Hayo yataua kanisa kwa sababu yanaenea kama donda ndugu. Yanaenea kama kansa ya ngozi. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wasioeleweka baba yake wa kiroho ni nani, hao kataa. Anamwambia lazima ujue ni kina nani unaojifunza kwao. Uthibitishe unafuata imani ya nani, uvumilivu wa nani, subira ya nani, na kila kitu cha nani. Ujulikane wewe unajifunza kwa nani. Nani baba yako wa kiroho? Naona kwenda wanaelea kataa hao. Hawajui hata wanatokea wapi, wamezaliwa na nani, wanafuata nani, wanajifunza kwa nani. Wanatembea kama juu yao hakuna mamlaka ya kiroho inayotenda kazi popote. Hawana mtu ambaye ni mamlaka ya kiroho juu ya maisha yao. Hawana.
Wanafanya wanavyoona tu, wanavyojisikia, wanakwenda wanakotaka, muda wowote wanasema wanavyotaka, wanatenda wanavyotaka, wanasema na wao wana ufunuo. Wakatae. Vinginevyo mtu ajulikane anajifunza kwa nani, ajulikane ni mwanafunzi wa nani. Haleluya, 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 haleluya. Wajulikane wanaojifunza. Akawaambia, mwaweza kuwa na walimu 10,000 lakini mababa hawezi kuwa wengi. Julikana nani ni baba. Huwezi kuwa na kila mtu ni baba, na kila mtu akikuona tu amekutoa pepo moja, mimi ni baba yako. Vigezo vya ubaba sio kutoa pepo. Mnaelewa vizuri? Vigezo vya ubaba sio kutoa pepo, ni misingi. Amejenga misingi ipi kwenye huduma yako? Amejenga misingi ipi kwenye wokovu wako? Ni namna kuna kitu wanaita kuoversee. Haleluya. Anayaangalia maisha yako kwa kiwango gani? Ana provide uvuli juu ya maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Unaosikiza tu anahubiri redioni, unatoa muamara wa zaka, baba nimekutumia zaka, redioni, naye amekuwa baba wa redioni. Jina la Yesu libarikiwe. Baba wa redioni ambaye hata hajui unaishi wapi, hata hakufahamu. Baba, nimekutumia sadaka ya mbegu. Mbegu gani? Haleluya. Umepanda msimu upi? Kwenye udongo upi? Unajua hata maisha yake, au yeye anajua hata maisha yako? Unamwona hewani, maisha yake unayajua? Jina la Yesu libarikiwe. Maana unatakiwa ujue unajifunza kwa nani. Kujua sio kumwona kwenye picha kwenye television, ni kumjua kutoka kwake na kuingia kwake. Unamjua, unajua maadili yake, unajua tabia yake, unaijua imani yake. Haleluya. Unajua kutoka kwake na kuingia kwake. Huyo mweke kwenye orodha ya 10,000, maana walimu 10,000 haina shida, lakini mababa wewe hawezi kuwa 10,000. Si kila mtu ni baba. Akikufundishwa ukaburudishwa na kaujumbe, wewe mweke kwenye 10,000. Walimu 10,000, lakini sio baba, ni mwalimu. Miongoni mwa walimu 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Walijenga misingi namna hiyo. Kanisa lisitembee kwenye mafundisho potofu, na wala lisitowe nafasi kwa mafundisho potofu kujipenyeza ndani ya kanisa. Mafundisho yanayotoka nje ya imani yasiingie kabisa, na yasiruhusiwe, na yasipewe nafasi hata kidogo, hata kujadiliwa ndani ya kanisa. Yasiongelewe ndani ya kanisa la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jambo lingine walisimamia ni kukemea dhambi. Dhambi haikuruhusiwa, yani maisha ya dhambi hayakuruhusiwa.
miongoni mwa waaminio, na yalikemewa kwa nguvu. Jina la Yesu libarikiwe. Yalikemewa kwa nguvu. Ndio maana Anania na Safira walikufa. Dhambi, wizi. Wanataka kuiba mpaka sadaka. Wameahidi wenyewe, wanataka wakate kona nayo. Jina la Yesu libarikiwe. Siki kitu kimekujaje hapa katikati mchana? Kuna usingizi fulani ulinipitia, nilikuwa mahali usingizi fulani ukanipitia, halafu nikaota kuna mshirika, sio alikuwa hapa, lakini sasa hivi hayuko hapa. Aliondoka vizuri, sio kwamba alitoroka, aliondoka vizuri na tulimwaga vizuri kwa sababu aliolewa. Haleluya. Kwa hiyo hayuko hapa. Akapata kwa picha niliyoiona kwenye ile ndoto, vilikuwa ni vitambaa vya nguo ambavyo watu wanaweza kushona nguo. Sikumbuki aliyekuwa anampa alikuwa nani, lakini akapewa vya kwake. Kabla hajapokea akasema, na mimi navitoa kwa wachungaji, na changu kikawemo, na hawa wachungaji nao vikawemo vya kwao. Wachungaji wa hapa hapa tunaosaidiana. Haleluya. Baadaye tukaa kwenye ibada fulani, kamda kalipita kabla hatujavipokea. Sijajua process ilikwendaje kabla vijatufikia. Kamda kapita. Sasa ka ibada fulani, tulikuwa ibada sio kwenye kanisa hili, lakini kuna mahali sipaelewi, tulikuwa kwenye ibada. Miongoni mwa mambo mawili niliyoona makubwa kwa haraka ndoto ya muda mfupi, moja ni hiyo. Nikamwona yule mtu aliyekuwa ametoa vitambaa amevichukua, ameenda kuviuza. Mimi nikamwambia, usichukue hivyo vitambaa, umeshatupatia. Akagoma tena, akaondoka kabisa, akaondoka navyo, akavipeleka kwenye soko kuuza. Nilipoamka nisema, hii kitu ina maana. Hii kitu bila shaka ina maana. Kuna kitu Mungu anajaribu kuniambia. Haleluya. Kuna watu akina Anania na Safira wanaosema tutatoa hiki, baadaye nakipenda tena. Anasema nitatoa hiki, baadaye nakipenda tena. Lakini kilichonishangaza tena, tulikuwa na baadhi ya watu tuko nao kwenye ibada, baadaye nikaona wametoka kisharishari wakaenda huko. Mimi nikasema nitoke, sikuwa ndio niko mbele, tulikuwa na wengine, hakuwa kanisa ni kwetu hapa, na mahali mimi nilikuwa nimekaa kwenye safu ya nyuma tu kule kwenye hilo kanisa. Nikaona watu nao wafahamu kabisa, mmoja alikuwa anamfahamu, mwingine simfahamu, wametoka ndani ya ibada kisharishari, na wengine wakatoka tena kama kufuatilia. Baadaye nikatoka niangalie nini, nikakuta yule mmoja amempiga mwenzake, amemkaba, anamleta, amemweka kwa pani hivi shingo, amebana kwenye kwapa hapa, kama anamnyonga hivi. Jamaa ameishiwa nguvu. Nikaenda nikawachanisha, aliwachanisha jamaa kaanguka chini kabisa kama amekufa. Watu wakaanza kusema umemuua mimi, lakini umetokea kanisani. Sema hii nayo iko. Ina maana inawezekana kuna watu wanasali pamoja, lakini wana ugomvi wakitoka nje usioishi. Haleluya. Wanaabudu, lakini wana ugomvi wakiwa nje, wanaumizana. Lakini wanazaliwa humo mkanisani na ugomvi unatoka humo unaenda paka huko nje, wanaumizana. Yule jamaa anamuumiza mwenzake, alafu anamburuta kumleta kanisani tena. Hii kitu gani hii Mungu unajaribu kunionyesha? Jina la Yesu libarikiwe. Lakini hivyo vitu vipo. Kuna watu wamo kwenye kanisa wana ugomvi sio kwisha.
na wanaishi wanaumizana, na wanaumizana na wanasali pamoja na wanaendelea kuumizana, na hawana mpango wa kuacha kuumizana. Unajua kilichotokea? Yule jamaa kabla hajaanguka, nilipomwachanisha jamaa kamachia, alisimama kidogo katika zipange ampige. Ameshaumia kweli, amekuja amenyongwa karibu shingi na katika alafu anataka apigane tena. Hana nguvu, ameshaubishwa, hana nguvu, lakini anataka kwa sababu tu amemwachilia, akanyanyuka tena, anataka ajipange wapigane tena, mpige. Nikamzuia kidogo tu, akaanguka. Watu wakaanza kusema umeua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pomwangalia kaona hajafa, anapumua, ila amelala chini, hamki, ameshaumia. Hivyo vitu ndio kanisa la kwanza halikuruhusu watu waone kawaida kuishi ndani ya kanisa na kuishi ndani ya dhambi kwa wakati mmoja. Yaani mtu yule anaishi ndani ya dhambi na ni mtu huyo anaishi ndani ya kanisa, na vyote anatembea navyo kwa wakati mmoja. Tunakwenda pamoja. Narudia tena, mtu huyo mmoja anaishi ndani ya kanisa na ni huyo anaishi ndani ya dhambi, na vyote anaishi navyo kwa pamoja. Mambo hayo hayakuwemo na wala hayakupata nafasi wakati walipokuwa najenga misingi itakayojenga kanisa kwa neema waliofunuliwa na Bwana. Hilo halikupewa nafasi kwamba mtu aishi kanisani na wakati huo aishi ndani ya dhambi, na vyote anaishi navyo kwa pamoja. Anaishi na kanisa kwa pamoja na dhambi kwa pamoja, mtu huyo mmoja. Ndio maana Anania na Safira walikufa. Haiwezi kuishi na vyote viwili pamoja, kanisani humo na dhambini humo pamoja. Haleluya. Ndio maana Yuda anakemea wako waliojiingiza kwa siri, walioandikiwa hukumu tangu zamani. Haleluya. Wanawakemea waliojiingiza kwa siri. Wameandikiwa hukumu tangu zamani, lakini wanataka wemo tu kanisani kisirisiri. Haleluya. Ndani yao kuna kosa la Balaamu, mnalijua, ni mchawi, yumo ndani ya kanisa. Yeye Israeli wanakwenda kumiliki, yeye anaenda kulani. Ndio wale nilikuwa nasema jana tutashughulika nao siku moja. Tunajenga, wao wanabomoa. Tunajenga sisi, wao wanabomoa. Wakasema wameingia kwenye kosa la Balaamu. Yuda anaandika, akasema pia wameingia kwenye maasi ya Kora. Kora, shida ya Kora, hajui mamlaka, hataki mamlaka, hapokei mamlaka. Wale Mungu amewaweka wawe viongozi wa kiroho, yeye anashindana nao bila hofu. Haleluya. Anagombana nao, anakabiliana nao, anawapinga bila hofu, kwa sababu hatambui mamlaka. Kora inaitwa, Yuda ameandika, anaita wengine wameingia kwenye maasi ya Kora. Haleluya. Kuna walioingia kwenye maasi ya Kora, kuna walioingia kwenye kosa la Balaamu la kutaka kuloga kanisa. Haleluya. Tamka maneno ya laana ya kipepo juu ya kanisa. Incantation. Fanya incantation dhidi ya kanisa. Wengine maasi ya Kora, na wengine nani tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma yule mtu wa tatu.
Ni wengine hamsoma Biblia, mngenitajia tu huyo mwingine. Na kosa la Kaini. Ole wao, kwa mstari wa 11, ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaamu pasipo kujizuia kwa ajili ya ujira, nao wameangamia katika maasi ya Kora. Haleluya. Njia ya Kaini ni kuonywa, haonyeki. Ni kufundishwa, hafundishiki. Yeye ana njia zake na neno la Mungu lina njia zingine, lakini yumo. Neno la Mungu linakwenda hivi, yeye anaenda vile. Haleluya. Mungu anataka dhabihu, na dhabihu Mungu alithamini damu. Of course ndio sheria ya kiroho. Haleluya. Mungu anasema msile damu na usiwapi ruhusa kula damu, niwapa damu madhabahuni kwa ajili ya upatanisho. Mahali Mungu ameturuhusu kutumia damu ni madhabahuni kwa ajili ya upatanisho. Alisema hakuna kula damu, haitaliwa na mtu yeyote, ila nimewapa damu madhabahuni. Leo maandiko najua hamjasoma, leo sisomi haya. Bwana Yesu sasa yako kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, nadhani sura ya 17. Haleluya. Nimewapa damu madhabahuni. Kwa nini? Kwa sababu damu ni uhai, na uhai wa kila mnyama uko katika damu yake. Ndio maana sikuwapa damu, ila nimewapa damu madhabahuni. Damu ni kwa ajili ya madhabahuni, ndio kanuni ya Mungu. Ndio maana tuna damu ya Yesu. Agano la Kale walikuwa na damu za wanyama. Waganga huko nje nao wakaiga, nao wana damu za ndege na za nini na nini na nini, wanajua wenyewe. Kwa sababu damu, kazi ya damu ni shughuli za upatanisho, madhabahu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kaini yeye kaleta mahindi, nyanya, karoti, biringanya. Mungu amwambia you have done it wrong. Umefanya sivyotakiwa. Haleluya. Alipoanza kukasirika, Mungu akamwambia una fursa ya kurekebisha. Haleluya. Una fursa ya kurekebisha. Ukifanya vema na wewe utapata kibali. Bwana anasikia. Njia ya Balaamu walionayo ni wahivyo. Haonyekaji, hawafundishikaji, hawakosolewa. Alichodhamiria atafanya hicho bila kujalisha Mungu amesema nini na waamini wenzake wamesema nini. Yeye anafanya kila ametaka basi. Njia ya Kaini habadilishwi na yeyote, Mungu wala mwanadamu. Mungu anamwambia ukifanya vizuri utapata kibali na wewe. Wapi? Kaini sio wa hivyo. Dhambi itakuotea mlangoni. Kaini inapasa ushinde. Kaini hayuko, si wa hivyo. Hatishwi dhambi na kuotea. Hatishwi Mungu amesema wala nani kasema. Kuna wa hivyo. Mimi nimeshawasikiaga wengine wanasemaga, haya mchungaji sasa akijua atalifanya nini? Umeshasikia watu wa hivyo? Njia ya Kaini, atanifanya nini? Huyo mtu amegombana na mke wake au muumini mwenzake, alafu mwenzake anasema hili jambo nitamwambia mchungaji, kipenda mwambie, atanifanya nini? Au ni kina Kaini? Hao ni akina Kaini, wanatembea ndani ya njia ya Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Ni
kweli. Sasa unafanya nini? Kwani Mungu alimfanya nini? Sasa aliendelea tu mpaka akamuua ndugu yake, alafu akamjibu Mungu kwa ujasiri, kwani mimi mlinzi wake? Haleluya. Mungu ametangulia kumuonya, wewe ukiendelea hivi dhambi inakuotea mlangoni, inakupasa ushinde. Hakusikia. Maana watu wa hivyo hawasikiaji, hawajuaji Mungu amesema. Hiyo haiwatishi. Mungu amesema ndio nini? Mungu anasema kwao ndio nini? Hawajuaji hiyo. Baada ya hapo amemuua, Mungu akarudi tena. Ndugu yako yuko wapi? Kwani mimi mlinzi wake? Unasikia maneno hayo? Hiyo ndio kitu ya Kaini. Na kuna watu wanaishi nayo. Kwani watanifanya nimemuua, sasa mtanifanya mnavyotaka sasa. Haleluya. Nimefanya, sasa mtanifanya nini? Ndio hiyo, kwani mimi mlinzi wake? Lakini Mungu alipokuja kuachilia, alianza kusihi, Mungu naomba unipunguzie, imekuwa kubwa hii, kila atakayeniona ataniua. Lakini kabla ile haijaja, alikuwa na kiburi cha ajabu. Hasikii, haambiliki, haonyeki, haongozeki. Watu wakosa wa njia ya Kaini hawaongozeki. Kuna watu hawaongozeki, wanataka wajiongoze wenyewe, hawaongozeki. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini baadaye Mungu akaachilia kali, akabidi arudi kwa Mungu amenyenyekea. Mungu, hii imekuwa kubwa, nipunguzie. Hii kila mtu ataniua. Sijui atauawa na watu wangapi. Kila atakayeniona ataniua, nipunguzie hii, imekuwa kubwa mno. Adhabu ulionipa imenikulia kubwa. Lakini muda wote silikuwa hutaki kusikia. Silikuwa naambia unakataa. Unajibu majibu yasiyo na adabu. Unaambiwa jambo, anajibu bila adabu. Kanji anaongea na Mungu, anajibu Mungu bila adabu. Kuna mtu anajibu Mungu bila adabu, anajibu mchungaji bila adabu, anajibu mzazi wake bila adabu. Hiyo ni njia ya Kaini. Hana adabu kwenye kujibu, anajibu bila adabu. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo ni njia ya Kaini. Anamjibu Mungu bila adabu. Mimi mlinzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ikaachiliwa adhabu, akaanza kusema imenikulia kubwa. Sasa ule ujanja umeenda, imekulia kubwa. Alimwambia kuanzia sasa mambo yafuatayo yatakupata. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Unajua ni bora kufa, na ndio maana watu wengine wanasema ngoja bora nife nipumzike. Lakini hakuna jambo gumu kama kuteseka bila kufa. Ni mtihani mgumu. Maanake Mungu anamwambia kila utakapoenda watu watakuwa na kukataa. Hutaenda mahali ukaishi ukadumu muda. Utakuwa unaenda kila unapoenda unakataliwa. Hata hali ya hewa itakukataa. Utakuwa unaenda mahali pana kukataa, hata hali na mazingira yanakukataa. Unasema hapa pamenikataa, ngoja nihamie mahali fulani. Na kwenye pana kukataa, hata anga linakukataa. Utajaribu kufanya kazi nayo inakukataa. Yani huna chochote permanent. Kwanza wewe mwenyewe utakuwa na makao permanent, utakuwa na kazi permanent, utakuwa na ndugu permanent, utakuwa na rafiki permanent, utakuwa na afya permanent. Yani kila kitu, hutakuwa na kitu kinaweza kudumu. Ndicho Mungu alichokuwa anamwambia. Huna kitu kwenye maisha yako utadumu nacho. Akamwambia utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani.
Hilo la kwanza. La pili, Mungu anamwambia nitahakikisha kila utakalokuwa unafanya halitafanikiwa. Ardhi iliyomeza damu ya ndugu yako, wewe lima chochote, hakuna kitu utapata, kwa sababu unajaribu kupata kutoka kwenye ardhi iliyomeza damu ya ndugu yako. Unataka kupata mahindi kwenye ardhi iliyomeza damu ya ndugu yako, hutapata mahindi. Haleluya. Unataka kuvuna ngano kwenye ardhi iliyomeza damu ya ndugu yako, hutapata ngano. Unataka kuzalisha viazi kwenye ardhi iliyomeza damu ya ndugu yako, utalima sana lakini hutapata viazi. Haleluya. Hutapata njugu wala maharage wala viazi. Yaani huna utakachofanya ukapata chochote. Ndicho Mungu alichomwambia. Huna jambo utafanya ukapata chochote, kwa sababu unajaribu kuvifanyia kwenye ardhi iliyomeza damu, iliyokunywa damu ya ndugu yako. Unajaribu kutaka kufanikiwa kwenye ardhi iliyokunywa damu ya ndugu yako. Akamwambia hutafanikiwa kabisa kwenye kila utakachokuwa unafanya. Hutalima ukafanikiwa, kwa sababu hiyo ardhi unayotaka ikufanikishe ndio hiyo ardhi imekunywa damu ya ndugu yako. Aliposikia kile kiburi chote kikaisha, maana sasa hana maisha. Ni sasa nakuambia, bora ungekufa, lakini Mungu amekukatalia kufa. Bora angemwambia na kuua, hakumuua. Anamwambia hivyo ndivyo duniani utakavyohangaika. Hutakuwa na mahali ukaishi ukaweka makazi ya kudumu, hutaweza. Hutakuwa na watu utakaa nao ukapata kibali machoni pako hata kwa siku kadhaa. Nakaa kidogo wanakukataa, wanakufukuza. Akasema hii ni kubwa. Kazi unazofanya hakuna utakachopata. Watu utakaojaribu kuishi nao watakukataa. Eneo utakaojaribu kuishi na kukataa. Huna mahali utakaa udumu, na huna kuwa na kitu kitadumu. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Akasema hii imekuwa kubwa, naomba nipunguzie. Mungu akamwambia kukupunguzia tu kidogo na kuwekea alama, ili watu wakikuona wao wanakuacha tu unaenda zako, kusiwe kuna mtu atakudhuru. Na kuwekea alama, yani yale yote hakuna kilichopungua, ila tu nimekuwekea alama, watu wakikuona wasikudhuru. We hangaika vyako, teseka vyako, hakuna mtu atakudhuru. Sasa sijui alimpunguzia hapo au ndio adhabu yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna mtu atakudhuru. Na hiyo nayo ni adhabu nyingine. Unajua kwamba hakuna mtu atakudhuru, maana yake hata wakukujali hamna. Hamjui, kwa sababu kila mtu anapendwa hapa. Lakini tungepata mmoja katusimulia aliyewahi kuishi maisha ambayo wote wanaomzunguka, hata kama ni ndani ya familia, hakuna mtu anamjali. Mira vizuri, ungeelewa adha ya kuishi katikati ya watu na watu wanakuwa. Mimi niwahi kukutana mmoja akaniambia, mchungaji, na mateso makubwa. Nini? Mateso yangu ni uhuru. Nikachanganyikiwa kwanza, uhuru ni mateso kwa namna gani? Akaniambia, unavyoniona mimi, hata nikienda nikalala mahali siku mbili, sina mtu ananiuliza. Alikuwa binti. Hata nikichukua na mtu ambaye watu wote wanaona hapa hamna kitu, yani nitateseka, hakuna mtu ananionya. Kaanza kunisimulia matokeo ya mambo ameyafanya kwa uhuru wake, kwa sababu hakuna mtu anamzuia, na hasara alizokwisha kupata zilivyo nyingi. Analia machozi, anasema, mchungaji, nisaidie, uhuru umenitesa, uhuru umenitesa.
Nahitaji angalau niwe na mtu kwenye maisha anaweza kunikataza. Lakini nafanya jambo halifai, anaweza kunikataza. Unaanza kusikia wale ambao mnaonywa, mnachukia kuonywa, hamjawahi kukutana hasara za umefanya mambo ukakosa wa kukuonya, na hasara uzozipata unatamani upate mtu wa kukuonya siku nyingine. Umefanya mambo hakuna mtu wa kukataza, ukaendelea mbele, ukakutana madhara makubwa, umerudi unatamani siku nyingine unapata mtu anayekukataza. Wakati sasa hivi mtu akikukataza unachukia, lakini unafika wakati unatamani apatikane mtu au anakukataza. Nilikutana naye, tulikaa masaa mengi ya kutosha, na kweli Mungu alitusaidia, lakini alikuwa amefika mahali pakubwa. Jina la Yesu libarikiwe. Yale ya leo tukomee hapa, nitayafanya kesho. Jina la Yesu libarikiwe. Turudi kuomba, kurudi kwenye misingi. Hayo niliyosema nadhani ndio Mungu alikusudia niseme. Yaani nilikuwa nimepanga kusema leo, nitasema siku nyingine. Jina la Yesu libarikiwe. Naomba kanisa la Mungu tusimame, waimbaji mtuongoze kuabudu, halafu twende mbele za Mungu. Tuombe, kila mmoja aombe kwa kumaanisha. Tuombe kila mtu, muombe, mwambie Mungu, ninatubu pale napojiona naondoka kwenye misingi. Pale unapojisikia kabisa ukijipima umeondoka kwenye misingi, mwambie Mungu akurehemu. Omba maombi ya toba, omba maombi ya kutubu, omba maombi ya kuomba rehema. Mungu akusaidie kurudi kwenye misingi. Misingi ikiharibika, hilo ndio nilikuwa nimekusudia kusema leo, lakini Mungu ameniongoza kusema hayo ambayo nimesema, ambayo nilikuwa nimepanga kuzungumza. Misingi ikiharibika, mwenye haki anafanya nini? Pengine Mungu akinijalia nitalisema kesho. Misingi inapoharibika, naomba wanapoendelea kusema haya waimbaji wenu nakuja mbele. Haleluya. Kwamba misingi ikiharibika, watu wakihama kwenye misingi, watu wakitembelea kwenye vitu ambavyo viko nje ya misingi iliyokwisha kuwekwa ya kanisa, kanisa likianza kuishi nje ya misingi, nini kinatokea? Misingi ikiharibika kwenye kanisa, kanisa likipoteza misingi na misingi ikaharibika, omba rehema. Uliombea na kanisa rehema. Si hili tu la kwetu, lakini liombee la kwetu rehema. Wote waamini wote, na sisi wenyewe viongozi. Wakati mwingine viongozi sisi wenyewe tunaondoka kwenye misingi na tunapotosha watu wanaondoka kwenye misingi. Tuombe rehema. Omba rehema kwa ajili ya kanisa lote, lakini omba rehema kwa mwili wa Kristo. Sisi si sehemu ya peke yetu, ni sehemu ya kanisa kubwa la Kristo duniani. Omba rehema kwa ajili ya kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo, ambalo sisi ni sehemu yake, ni sehemu ya kanisa la Yesu duniani. Niguse tena, ninaomba uniguse tena, niguse Yendarabo Korea Bazandarababa, Yendarabo Korea Bazandarabo Seke, Yebashakara Baba, Nigushe tena Yesu, gusa kanisa tena Bwana Yesu. Kila moja ingia kwenye maombi. Ingia kwenye maombi. Yawe ni maombi ya kuomba rehema, yawe ni maombi ya kuomba toba, ya maombi ya kujipima na kujiona kama bado umetembea kwenye misingi au umeacha misingi walioweka wazee. Misingi mingine hakuna wezaye kuweka.
ni ule Yesu Kristo kwisha kuwekwa na Mungu mwenyewe. Yamashakara mama yamashapokore abazandara baba yadarabo shikoko yabazandara baba yamashaka yadarabo koya baba baba rimondoraba sakaya baba yamashaka yadarabo koya bagasaka yamashapoko yabagaseterebozada yamashaka yadarabo koya bagasiki yamashapoko yabagasatara baba yamashapoko yabatariandaramoseke yamashako yabazandara baba baba yamashaka yababa. Baba unatuonya Bwana, Baba unatuonya, Baba umetuonya, Baba umetuonya, Baba umetufundisha, Baba umetuelekeza, Baba umetukemea. Unataka turudi kwenye misingi ambayo juu yake ulijenga kanisa, misingi ambayo mitume na manabii waliweka wakiwa najenga kanisa. Baba tumeiacha, Baba tumeiacha misingi iliyojengwa na mitume na manabii uliowapa kazi ya kulijenga kanisa lako. Baba tunaomba katika jina la Yesu, rehema nyingi Bwana, rehema kwa wakati huu Bwana. Naomba msamaha kwa ajili yetu, kwa ajili ya kanisa, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Ya mashaka ya baba ya mashaka raboko ya bagaseke ya mashapoko ya bagateka seke ya mashaboko ya bagasaka ya mashapoko ya bagateka seke ya mashapoko ya bagasete ya mashapoko ya bagaseke ya mashapoko ya bagateka seke ya mandaraboko ya bagasaka ya mashapoko ya bagasete ya mashako ya bagaseke ya mashakaramondo ya bagaseke ya mashakarado ya bagaseke ya mashapoko ya bagaseke ya mandaraboko ya bagaseke ya mandaraboko ya bagasata ya mashakaramondo ya bagaseke. Baba tunakuja mbele zako katika unyenyekevu, tunakuja katika kunyenyekea Bwana, tunakuja katika toba, tunakuja katika toba, tunasogea kiti chako cha enzi leo katika jina la Yesu wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Maana tumeiacha misingi, tumeacha yale walioweka wazee wa imani wa mitume na manabii, waliolijenga kanisa, walioamini walijenge kanisa, wakaweka misingi ya kanisa. Na mtume wako Paulo akaandika kwamba tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii ambayo walikwisha kuiweka Bwana. Baba tunaomba katika jina la Yesu, tupe neema ya kurejea tena kwenye ile misingi ya mitume na manabii uliwapa kulijenga kanisa, ili kwamba lishikamane Bwana, liwe jengo ambalo kila mmoja ni jiwe lililo hai, ili tufanyike kwa maskani ya Mungu katika roho, katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kupoteza misingi, umekosa raha ya kukaa ndani ya kanisa lako na kudumu ndani ya kanisa lako na kudhirika ndani ya kanisa lako na kutenda ndani ya kanisa lako. Baba tunaomba rehema zako. Ya mashakara baba ya mashakara boko ya bagasaka ya mandara boko ya bagaseke ya mashakara boko ya bagasata ya mashakara boko ya bagaseke ya mandara boko ya bagaseke ya ndara mondora boko ya bagasaka ya mashakara baba baba ya mashakara mondora bagaseke ya mashakara mondora bagaseke ya mashapoko ya bagaseke ya mashakara boko ya baba baba. Ni kwa wema wako na kwa rehema zako umetuonya Bwana, turudi kuyajenga yaliyobomoka, turudi kutengeneza yaliyoharibika, turudi kwenye misingi ambayo Bwana itaweza kuvibeba vizazi vingi katika jina la Yesu. Misingi ambayo vizazi vingi vitaweza kutembelea Bwana, nayo si mingine Bwana, ni ule msingi wa kuisha kuwekwa, yani Kristo, na pamoja na ile misingi walioweka manabii na mitume wako ya kulijenga kanisa, na kanisa likajengwa katika misingi ile, likawa na nguvu, likawa na neema ya Mungu, likawa na utukufu wa Mungu. Mungu ukajivunia kwa nalo, ukatenda ajabu na ishara
na miujiza katikati yao. Ya mashakara baba baba, ya mashakara baba.